Ataza kwa Mungu. Amen. Itaisha tu, wewe utakuta kitu kama unaona. Wale wenye watoto msiwasumbue tafadhali. Mtoto ni mchanga. Msiwasumbue. Hewa ya mtoto si kama ya mtu mzima. Yes. Hewa ya mtoto anaweza kukaa hapo nje kama dakika kadhaa akarudi. Yes. Mtoto anaweza kaa hata kakaa hapo nje. Yes, kama kuna watu wengine nje na hawana watoto, karibu ndani. Karibu ni ndani. Tunamalizia hizi, wakati tumeziona hizi ni za kumalizia. Sasa sana na watu tunamaliza hapa saa 9 saa 10. But sio lazima kupika. So kama kuna mtoto anaweza kuona joto litatulia kwa sababu tumetoka katika hali ya kuchemsha mwili. Kuna watu hata wakinywa chai peke yake bali na kucheza. Hata kama kuna fani atasikia jasho likitoka, afya yake iko sawa. Kama utoki jasho wewe kunguru. Hii simu ni ya yule kijana pale. Pelekea kijana kwa mlango. Unaona vizuri ya kuweka profile kwa simu. Yes, hiyo kijana. Amen. Hallelujah. Shatulia sasa. Yes. So today hakuna mambo mengi sana.
Jana nilikuwa naongea na watoto wangu kupitia harusi. Nikawaambia kuna mapasta wamefungisha harusi, lakini hii yangu nikikufungisha hata ukipigwa uache hiyo leo. Ukiachana nayo kuregeshea pesa zetu zote tulizosonesha nguo. Mimi hakuja kataa na mapasta hayo. Hata wewe pia unangojea kuolewa. Afanya uamuzi ulio bora na mapema. Yoni akisimama mahali akisema haya nimewaruhusu kaishini kwa amani, hata mkikosana, hiyo najua ni amani. Siku moja nilikuwa MC mahali, kaambia nyinyi wazeni mchezo, suti tumezonesha, viatu tumenunua, pesa tumechanga, alafu nakuja kukwambia sijui wewe. Tunaenda mbio, hakuna pesa, tunajinyima vingi. Kwa hivyo usikae tu unasema nikasherehe pesa yako. Tukijanga hakuna kwa hatari. Hiyo ndoa ni Adamu na Hawa. Hata mkifukuzwa saba na Edeni, ondeni nyote. Biblia inasema alichokuunganisha Mungu hakuna kumtenganisha. Maanake huwezi kudanganya mbele za watu na mapasta na mapadri. Watu wamevaa majoo wanatoka jasho, alafu unasema kifo tukutenganisha. Ushakufa. Amen. Sio vizuri kumdanganya Mungu kwa sababu ukishafanya uamuzi, Biblia inasema ndio yako iwe ndio na la yako iwe la. Hapa hakuna kuachana mtu. Hata ukisema mke wangu ni kisirani, ulichagua hukuchaguliwa. Ukisema mume wangu ni kisirani, ulichagua hukuchaguliwa. Kama unajua kabisa hiyo ni mtoto wako kiroho na natamani kuolewa, huyo mwanaume asikudanganye. Akwambie ukweli na umulete. Tutamweleza taratibu zetu za Yerusalemu. Haleluya. Na mkiachana, sisemi ni laana, lakini sisemi ni nusu ya laana. Sisemi ni kitu kilichokamilika. Lakini maandiko yanasema ukishafungishwa ndoa, unataka niwasomee hapo mahali? Na kwamba hakuna kuachana. Unataka muone? Ndio ndio baba. Ushasema wenyewe. Ni Yesu mwenyewe aliyesema. Yesu alifungisha harusi moja mahali, lakini hakuna mtu aliyataka. Hizo zingine kama uliacha si ya Yerusalemu. Hii hapa ufanye maamuzi kabisa, ufunge mkanda ukazane. Usayuki amua umeamua. Siku ile bana. Wewe. Miaka inasonga bana. Hakuna mahali pa kudanganyana. Umenisikia? Biblia inasema mafundisho yangu sio mabaya, bali mafundisho yangu ni mema. Unasikia? Hatukupewa injili ya kuwafundisha watu vibaya. Kwa nini udanganye mbele za watu na malaika zake? Watu wasome Biblia. Pange pastor sweat hii. Unasikia mama? Uko usiku. Amen. Umepata hapo 19? Mathayo 19. Azia hiyo moja. Amen. 19 kuanzia moja inasema, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya akafika mipaka ya Uyahudi,
ng'ambo ya Yordani. Makutano wengi wakamfuata akawaponya huko. Makutano wengi wakamfuata kama vile ulikuja ukanifuata na ukaponywa hapo. Hapo ukapata ndoa hapo. Alafu kuna watu walitokezea hapo wakamuuliza Yesu. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu. Walimjaribu lakini wanajua sheria. Watu wakujaribu wanajua kwamba haufai kuacha. Twende. Wakimweleza. Je, ni halali kwanza mtu kumwacha mkewe? Hiyo swali ndio lilikuwa mnahitaji, si ndio? Unahitaji hiyo? Wewe mke mbona useme ndio? Wewe mko wengi kuliko wanaume. Na jahabu sasa hivi. Unajua kuna tofauti ya hizi ndoa za kamustei na ndoa ya kuhalalisha. Wewe kamustei usiniletee hiyo, ni adafuraha. Hapa hakusema demu wake. Hata kama ni mchumba bado olewa. Amen. Umeelezea? Kuna kuoa kwa kutimiziana mahitaji ya 1 2 3 4 haipiki tena. Haleluya. Amen. Umesema wenyewe mnataka. Kuna watu wakililia hapa kwangu, kulilia wembe na kuba. Sasa kulilia mkate peke yake. Maana najua sisemi na watoto wadogo peke yake. Sawa? Wewe unajua mtu mzima ukisema unataka wembe na kupatia. Unajua vile unataka kufanya. Kuna mtu mmoja katika mwili wako lakini ana majina mengi. Utajiuliza wako mbele. Endelea. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia. Wewe hata usinijaribu, sawa? Je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Kwa kila sababu. Sababu yani. Sababu, si ndio? Vile sababu vile. Kasum sisijui hii message ni ana. Huyo ni Mchina. Hakujui hiyo ni kampuni kwanza, mtu anapata pesa zake. Wewe unataka tukosane kwa sababu ya kampuni, hatujaajiriwa hapo. Endelea. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba? Hamkusoma. Unajua Yesu anapenda kuwakumbusha wapi? Hiyo nayo iko kwa kitabu cha Mwanzo. Sawa? Nimesema kama ulibahatika ukapata mwanaume hapa Yerusalemu, ukiwa na budu hapo, hakuna kuachana na mwanamke. Ukiachana naye utakipata cha mtema kuni. Mimi nimekwambia hata ukienda kwa mapasta wake na nani, mimi naitwa Pastor John. Amen. Wewe mwambiane na msikizane, hata kama una mchumba wako, mwambie umesikia pastor amesema? Siongei kwa kinywa changu, naongea kwa kinywa cha Mungu, Amen. Nataka unielewe. Na msijifanye mna kazi nyingi hapa, naongea na nyinyi. Na wengine wanajifanya kuonyesha watoto sivyo nini hapa. Nataka unisikilize. Ukiniangalia unanisikiliza. Akajibu akawaambia, nini? Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na nani? Na mtu mke. Alafu akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe. Wewe ulipokuwa unapata nao mtu ulisikiza na mama? Ulisikiza na mama? Kwanza uliachana naye pale anapomkataza na wewe unaenda. Usiposema ameni na jawabu. Amen. 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 Mtu atamwacha nani? Babaye na mamaye. Alafu ataambatana na mkewe. Ndio. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Sasa nikuulize, huu mwili unaweza kupata? Njoo hapa. Tembo, ndio unaangalia. Huu mwili unaweza kukuacha? Kwa mwenyewe nikificha kidole chako nasema, "Ai, unaniumiza." Sasa hivyo hivyo umiza nini lakini ni wako. Amen. Wangapi wanampenda Yesu?
Unamsikiliza wewe Yesu anasema? Hakuna kuachana ukipata hapa. Kwa hivyo kama umetongozwa tuulize mara mbili. Pastor aliniambia nikipata. Haleluya. Amen. Alafu hata wamekuwa si wawili tena. Bali mwili mmoja. Sio wawili tena. Wamekuwa nini? Mwili mmoja. Wale wana mbili ngapi? Una mbili ngapi? Ukimwacha huyu nimekuja karibu ongea vibaya huko. Haleluya. Amen. Watu ni washikane hivi. Baba. Ati sasa hivi unamuona na sura mbaya. Why? Kwani mara kwanza ulikuwa huku muangalia vizuri hiyo maskini? Si nilikwambia ukitongoza kagua. Na ukitongoza kagua. Alikuwa na makeup kwa wakati. Pangusha. Mwambie osha uso. Kwani mpaka kuinaliwa? Kwani mtu amzalie? Kuna pia na mfuko wa kule nini? Penda. Umekuwa mwili mmoja. Maliza. Hata wamekuwa si wawili tena. Bali mwili mmoja. Ndio. Basi. Aliyounganisha Mungu. Wewe kama utaachana naye aliyokuunganisha nani? Na ulisema haki ya Mungu nakupenda. Haki ya Mungu wallahi billahi wa tallahi. Huyo Mungu ulikuwa unamtukana ama ulikuwa una hapa? Bwana kuna maandiko yanasema usilitaje bure jina la Bwana. Na ndio maana nimekwambia waacha kutudanganya. Amen. Ukilitaja bure jina la Bwana umemtukana Mungu. Na huyo Mungu ni muomba ndio atakufanya akupige mapigo ya ajabu. Ndio. Sawa? Ndio. Lakini ndoa za kamstay ukitishiwa na kisu. Nakwambia hiyo ndio utakuwa nayo mama, hata kama uko mzito hiyo siku utakuwa mwepesi. Hata ukikuja hapo ukipumzika hapa na kupokea. Maana ni ndoa za kamstay. Haijulikani asubuhi wala jioni. Ile hukupewa na Mungu ulijipatia na ukaamua kuchukua gwarida, ukaamua kutembea na alishabaa. Sasa yale makombora unayosikia pale ya maneno, vumilia. Kuna mahali Mungu hawezi kukuokoa. Wakati ulimwambia Mungu, kamwambia niko sawa. Sema amen. Amen. Unaelewana? Ndio. Lakini ndoa aliyoiunganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Asiwatenganishe. Example tuseme harusi huwa haiondolewi kwa siku moja, si ndio? Huwa kuna masiku. Ngoje mpaka hiyo siku utumalizie pesa za sima, mchele, vilemba, nywele, saluni, na kucha, hizi kope za kuongeza, na ukanyage kubwa kubwa, na watoto wavalishwe, anguka nayo. Alafu mtuambie haiko mabwana. Wacha masia. Kama huko mabwana tutaufanya kuufunga. Amen. Ili uwe mabwana. Ndio. Munielewe. Mbona nyinyi mwitikie hapa? Unajua mnaniudi. Hata mti ukifungwa ukimia pamoja, hata kama sio uchaguzi utaunganika. Ndio. Utaungana kama mti. Hata kama huku utaonekana ni mwembe na huku ni mbuyu, hivyo hivyo.
Umenielewa? Ndio. Wajua kumekuwa na harusi za uchokozi. Mtu atokee sawa kanisani, pasta anaenda mbio mpaka akili inakosa kufanya kazi. Baada wewe hizi si harusi za Uswahilini. Tutakuwa Ramadhani wanaoana kiisha. Hii hapa ni. Umeelewa? Unajua mwanamke kule hawezi kukupikia kama hajaenda huko. Tena unapewa wakati wa kuwa umefunga. Najulikana huwezi fanya chochote mchana. Alafu ukishamaliza huyo, alafu unakosa kuolewa na olewa mtu mwingine. Sasa kujua tabia zako tayari unaweka chumvi nyingi. Chai yako hivi. Unajua hizi chai za maziwa saa zingine unazipika vibaya. Chai inatakikana itopote. Wewe kishachemka tayari, ishaiva. Hamjui kupika chai. Chai ni itopote mpaka iondoke pale mahali ilikuwa irudi nyuma kidogo. Wewe ukiona ndio inazidi unaongeza maji ndio unasema. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hakuna kuachana mtu hapa. Amen. Mnasikia Samuel? Mnasikia Anderson? Mkipata mnakufunga na kamba hata kama si babu wako. Wewe utakuwa babu wako. Zamanila. Amen. Ama tena. Maliza hapo. Mimi nawaambia ukweli. Lakini siku utakapotana naye, sidhani kama kuna siku. Ndio nikaongea nikamaliza. Mimi ni kwanza, mimi kumaliza sana. Wacha nibabishe. Nasema wacha nibabishe. Lakini kama hujampatia hapa au kuwa hapa, ndio unaona kuna mateso. Huko kwingine ulidanganya pale. Sasa ukija hapa usinidanganye. Amen. Umeelewa? Sipendi mtu mmoja. Nitakuuliza kama Petro. Wewe Petro, unanipenda? Petro aliulizwa mara ngapi? Yesu alitaka kumhakikishia, maana mara ya kwanza alimdanganya. Akamwambia niko tayari kufa kwa ajili yako. Yesu akaja akasema wewe kwanza ukinikana mara ngapi? Jibu litafanya nini? Wakati wa Yesu, sasa hakuna kuika jibu. Ni wewe ukae hapo. Ama ukae jibu wewe mwenyewe. Uwike na usitoke. Amen? Amen. Sikiliza hii. Tumekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata wewe pia leo ukipata. Amen. Endelea. Basi aliounganisha Mungu, ndio mwanadamu asiwatenganishe. Hilo ndio ombi letu. Endelea. Wakamwambia, jinsi gani? Angalia, anawakumbusha mambo ya Torati ya Musa. Alafu naye Mungu naye Yesu atawajibu hapo. Sikia. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Nani anaomba talaka hapo? Yupi? Kwani hivyo talaka zilipewa nini? Kwa sababu ya roho yako ya Farao ndio alipewa roho ngumu Farao. Ndiyo. Hebu sikiliza. Akawaambia, Musa, ndio, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kwa sababu ya ugumu wa nini? Wa mioyo yenu. Alafu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu. Lakini tangu mwanzo